Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Wekesa Heche ameibua tuhuma nzito akifichua uwepo wa wizi wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 katika sekta ya ununuzi wa mafuta nchini Tanzania. Akizungumza wakati wa mkutano wa wazee mkoani kwake tarehe 17 Julai mwaka huu na baadaye kusisitiza ujumbe huo kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X tarehe 18 Julai, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche ameeleza kuwa kuna mchezo unaofanywa na familia ya viongozi serikalini kupitia makampuni ya ununuzi wa mafuta kule Dubai ambao unasababisha maisha ya Watanzania wengi kuzidi kuwa magumu na bei za bidhaa kupanda kwa kasi. Ukweli wa kashfa hii unaguza mfumo mzima wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja nchini Tanzania ambao awali ulikuwa ukisimamiwa na taasisi ya serikali ya ushirikiano wa ununuzi wa mafuta. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amebainisha kuwa kuanzia mwezi wa pili mwaka huu mchakato huo ulibadilishwa na kuhamasishwa na kuhamishiwa serikali ama shirika la maendeleo la Petroleum Tanzania. Badala ya shirika hilo kutangaza tenda ya ushiriki na ushindani ili kupata bei nafuu kwa wananchi, liliondoa mamlaka ya ununuzi wa mafuta kwa pamoja na kuipatia mkataba kampuni ya Vitol kupitia kampuni iliyosajiliwa kule Dubai kwa njia la Namaro tarehe 17 mwaka jana. Tofauti ya bei ya ununuzi wa mafuta kati ya Tanzania na nchi jirani za Afrika Mashariki inaonyesha uwepo wa pengo kubwa la kifedha linalogharimu uchumi wa Tanzania. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche ameweka wazi takwimu zinazodhihirisha kuwa kampuni hiyo ya Vitol inauzia nchi ya Uganda mafuta kwa dola 100 za Marekani au dola 35 moja metric, huko nchi ya Msumbiji ikiuziwa kwa dola 90 kwa tani moja. Katika hali ya kushangaza, takwimu rasmi za serikali zinaonyesha kuwa Tanzania inalipishwa kati ya dola 200 na dola 260 kwa tani moja ya mafuta kutoka kwa muuzaji huyo anayetumia bandari ya Dar es Salaam. Mabadiliko haya ya bei yanamaanisha kuwa Tanzania inashuhudia gharama za juu zaidi za uagizaji wa mafuta ikilinganishwa na majirani yake ama majirani zake wanaotumia miundombinu ile ya usafirishaji. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo amefafanua kuwa kiasi cha dola 260 kwa tani moja ni sawa na shilingi 630,039 za Kitanzania, wakati Uganda inaponunua kwa shilingi 200,000 na Msumbiji kwa shilingi 335,500. Ulinganishaji huo unadhihirisha jinsi fedha za umma zinavyopotea kupitia mikataba isiyo na ushindani na uwazi katika soko la kimataifa. Kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na mfumo huu usio wa kushindana kuna athari za moja kwa moja na za haraka kwa maisha ya kila siku ya raia wa kawaida. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ameeleza kuwa gharama za usafirishaji na nauli zinapopanda, bei za bidhaa zote za chakula kama mchele na sukari nazo zinapanda sokoni. Hali hii inasababisha maisha ya wananchi masikini kuwa magumu zaidi, kwani kipato chao kinabaki pale pale wakati gharama za maisha, nauli za usafiri na ada za shule zikizidi kuongezeka bila udhibiti wa kiserikali.
Mkakati wa kisiasa wa kutumia kashfa binafsi ili kufunika hoja za msingi za kiuchumi umeanzishwa na baadhi ya watu wanaotumwa kupiga kelele dhidi ya wakosoaji wa serikali. Makamu mwenyekiti John Heche amesisitiza kuwa hatageuka nyuma wala kupoteza muda kujibu kashfa za kutungwa zinazoelekezwa kwake ili kumtoa kwenye ajenda kuu ya kupigania rasilimali za Tanzania. Amebainisha kuwa mashambulizi ya maneno anayopata hayatazuia ukweli kuhusu utoroshaji wa matrilioni ya fedha kufichuka mbele ya umma. Taarifa za hivi karibuni kutoka sekta ya nishati zinazoeleza kuwa nchi ina akiba ya mafuta ya kutosha kwa miezi mitatu haziondoi ukweli wa hasara inayopatikana katika kila shehena inayoingia nchini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche akimrejelea katibu mkuu wa Wizara wa Nishati Felchesmi Mramba kuhusu uwepo wa akiba hiyo, amewataka Watanzania kutokubali wizi huu uendelee. Amebainisha kuwa ukimya wa wananchi na waandishi wa habari mbele ya nyaraka za kiserikali zinazochomolewa na kuonyesha ufisadi wa kiwango hiki utazidi kuziweka familia chache katika ukwazi mkubwa huku taifa likitaabika. Taasisi ya ununuzi wa mafuta kwa pamoja ambayo iliundwa ili kulinda nchi dhidi ya bei za kuruka za soko la duniani imezuiwa kutekeleza wajibu wake wa kisheria wa kushindanisha makampuni. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Maendeleo amekumbusha historia ya miundombinu ya mafuta nchini, akieleza kuwa tangu miaka ya 70 wakati wa utawala wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, taifa lilijenga matengi makubwa ya kuhifadhi mafuta ili kuwa na akiba wakati wa dharura na kulinda bei za dunia. Kuondoa mfumo wa ushindani na kukabidhi mchakato huo kwa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania bila sabuni za wazi ni kinyume na misingi ya ulinzi wa uchumi wa umma. Amesema kuwa changamoto zilizopo kwenye masoko ya kimataifa kama vile migogoro ya Middle East au vita vya Iran paswi kutumiwa kama kizingizio cha kubandisha bei kwa kiwango kinachoonekana nchini Tanzania pekee. Makamu mwenyekiti huyo amefafanua kuwa iwapo nchi jirani zinazonunua mafuta kutoka kwa msambazaji huyo wa kimataifa zinapata bei ya chini ya dola 100, hakuna sababu ya kisheria au kiuchumi inayoelezea kwa nini Tanzania ilipe zaidi ya dola 290 kwa tani moja. Tukio hili limeibua mijadala mipana katika jamii na mitandao ya kijamii, ambapo raia wanahoji ufanisi wa vyombo vya udhibiti na uwajibikaji wa viongozi wa sekta ya nishati. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amewataka waandishi wa habari nchini kutekeleza wajibu wao wa kizalendo wa kuchimba na kuandika ukweli kuhusu